Sifiwe. Karibu sana katika mahubiri na mafundisho ya leo. Kwa dakika hizi kidogo unazonipatia, nataka tujifunze kitu. Biblia katika Mathayo 7 na mstari wa 12 inasema, kwa hiyo mambo yote mtakayo watu wawafanyie, na nyinyi muwafanyie hivyo hivyo, kwa maana hii ndiyo sheria na manabii. Mpendwa, kama unataka watu wasikukwaze, hata wewe usikwaze watu. Kama ungependa watu wakuwe wanataka wa kushukuru kwa yale unayoyatenda, hata wewe shukuru kwa wale ambao wanakutendea ama yale ambayo wao wanatenda. Siku hizi tumefika mahali tumekuwa watu wa kibinafsi sana, na watu wengi tumekuwa na hali ya kibinafsi. Unataka utendewe mema, lakini wewe ufikiri kutendea wengine mema. Unataka harusi yako watu wakuje, lakini wewe huwezi kuenda kwa harusi za wengine. Unataka watu wachange kwa jambo lako, lakini wewe huwezi kuchanga kwa jambo la mtu mwingine. Tuko na watu wa namna hiyo. Yakiwa hana shida anakulilia wewe, akipata anakuondokea na anakudharau. Yesu akawa anaambia wanafunzi wake ya kwamba kile mnataka watu wawafanyie, anzeni kufanya nyinyi. Kama unataka watu washukuru, anzeni na nyinyi. Kama unataka watu wawapeni vitu, anzeni na nyinyi. Kwa maana kile unachokifanya ndicho kitazaa. In short, ukisoma katika Wagalatia 6 mstari wa 7 inasema ya kwamba msidanganyike, maana Mungu hadhihakiwi. Kile anachopanda mtu ndicho atakachokivuna. Kwa hivyo kama wewe unapanda kwa kushirikiana na watu, wakati likikupata hata wewe watu watashirikiana na wewe. Kama wewe unapanda ushirikiani na watu, wakati kitakachokupata hata wao hawatashirikiana na wewe na utalalamika. Kwanza wewe ndio utalia sana kuliko wale wengine. Na tunapata kuna watu wanalalamika sana akifikia mambo wanahitaji msaada. Mimi watu wamenitenga. Lakini tukikufuatilia wewe ulitenga watu wapi? Kuna mwingine ni mzuri sana wakuja kwa sherehe kukula, lakini hawezi changia chochote kwa hiyo sherehe. Akiwa na yake anataka achangiwe. Ukisoma katika Luka mtakatifu 6:38, soma Biblia yako utaona. Inasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kwa maana kipimo kile kile muwapimiacho ndicho mtakachopimiwa, kishukwe hata kumwagika ndicho kitaletwa kwa vifua vyenu. Kwa hivyo Yesu akawa anatufundisha mambo ya hapa duniani ya kwamba ndio ufate kile unachokihitaji, lazima na wewe pia ukuwe mtu wa kuangalia wengine mahitaji yao. Ukiwa mtu wa kuangalia watu wasio na uwezo, watu wanaolia, ukiwa na wewe unasimama na watu wakati wanapolia, hata wewe watasimama na wewe. Kwa hivyo kile unataka watu wakufanyie, na wewe fanyia watu. Wewe ambao unataka kuolewa, hutaki bwana akutukane, na wewe unamtukana. Hutaki bwana akudhalilishe mbele za watu, mbele za watoto, na wewe unamdhalilisha. Akikosea unamuongelesha mbele ya watoto, alafu unasema mimi usiniongeleshange mbele ya watoto. Atakupiga hata mbele za watoto, kwa maana unachokipanda ndio utakachokivuna. Kile unachokifanyia wengine ndio utafanyiwa. Wewe mzee ambaye unatesa mke wako, ujue hata wewe kuna nyakati itafika utateswa na utaanza kulia useme wanawake ni wabaya, lakini unasahau kuna mbegu ulipanda unayoivuna. Kwa hivyo wapendwa, naye nitazama, ni neno fupi tu la kutiana nguvu. Ukitaka watu wa support watu. Ukitaka watu wasimame na wewe, hata wewe simama na watu. Ukitaka hata kanisa lisimame na wewe, simama na kanisa. Wengine tunaenda kanisa tukisaidika, tukimaliza tunahama. Tunaenda kwengine, tukienda tukisaidika tunahama. Kuna siku utaenda kwengine hata hawakujui, na Mungu afunge moyo wa wao kukusaidia. Kuna watu ambao unakosa mtu wa kukusaidia hata ambaye hakujui, hakuhurumii. Unashindwa mbona huyu hata hanijui na hanihurumii? Ni kwa sababu Mungu ndiye anaweza kulegeza mioyo ya watu kusimama na wewe. Na kama hukusimama na wengine, ulipanda utavuna. Kwa hivyo kama wengine walilia ukawadharau, hukuwasaidia, na wewe watu mioyo yao watafungika, na wewe utakapolia hata kwa watu wasiokujua hawatakusaidia. Kwa hivyo tokea kwa watu na watu watatokea kwako. Ombea watu mema na watu wataombea wewe mema. Ukiwa mtu wa kulaani watu, na wao siku moja utakosea watakulaani. Kama wewe ni mzee unatamani watoto wako wakuheshimu, hata wewe jibebe katika heshima na uheshimu watoto wale. Usiwaumize. Kama hutaki kuumizwa, usiumize wengine. Jitahidi na wewe usiumize wengine.
Lakini kama wewe kazi yako unaumiza wengine haujali, lakini wewe unasema mimi sitaki mtu anayeniumiza. Eti wewe unadanganya watu, alafu wewe unasema mimi sitaki mtu ananidanganya. Utadanganywa mpaka ushangae. Kwanza wewe ndio utadanganywa ile original, ile kubwa, mpaka wewe mwenyewe useme najuta hata mimi kudanganya wengine. Mungu akubariki sana. Comment, follow Pastor Anderson Tunje Mwabaya na itakuwa baraka sana. Mungu akubariki, tukutane.